walio wengi hamfahamu. Unaona? Lakini ametoa shukrani akajielekeza yeye moja kwa moja kwa mchungaji. Kwa hiyo ili upate malipo au chochote kile ni pale unapokuwa umetumika kwa moyo wa kupenda. Mungu anawaambia hao watu, kwa kuwa ulikuwa mwaminifu kwa machache nitakuweka juu ya mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi ukashindwa kuwa mwaminifu kwa mtaji wa laki moja au unataka uwe mwaminifu kwa mtaji wa milioni 10. Hivi kwa sababu mwaminifu umeshindwa kuwa mwaminifu kwa mtaji wa laki moja, utakuwa mwaminifu kwa mtaji wa milioni 10. Matokeo yake utakafanya kwa nini utaitelekeza, utakuwa mtu wa huko. Ndiyo maana tunahitaji kuangalia talanta uliopewa na Mungu, unaizalisha au umeizika. Na kama umeizika, Yesu akija leo, je, tuna hasara? Una hasara kwa sababu Biblia inasema utawapa fungu moja na wanyang'anyi, utawapa fungu moja na watu wa nje, kwa sababu tukuizalisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, mwana wa Mungu, hebu niangalie hii hasara ya huyu mtu ambaye bwana wake alienda akijua alikaa miezi mingapi, lakini aliporudi huyu mtu anaambiwa toka ufai. Anapata hasara kwa sababu hakuwa mwaminifu, hakuwa mtumwa mwaminifu, hakuwa mfanyakazi mzuri. Ndio maana nikaanza na sosi yangu kuuliza, je, umemwajiri mtu afanye kazi shambani mwako na hafanyi? Utaenda kumsubiria tu kama siku ya kufanya? Ikaonekana hapana, utamfukuza ili utafute mtu mwingine. Na ndivyo hata Wakristo baadhi wamefukuzwa kwenye huduma zao kwa sababu talanta walizopewa wamezika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata ule uwezo wa wewe kusimama kusoma Biblia, huo uwezo sio wako. Hata ule uwezo wa kusimama kujenga hoja kwa ajili ya Mungu, huo uwezo sio wako. Hata ule uwezo wa kumtia moyo mtu, huo uwezo sio wako. Lakini baadhi yenu mmezika. Na Yesu yuko mjiana na kuja ili awape kila mtu kwa kadri ya kazi aliyofanya. Wewe ulikuwa shemasi, je, ulikuwa mwaminifu kweli? Talanta yangu ilizalisha? Hamna. Mimi niliona sio mchungaji. Niliona Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasara ni hiyo. Huyu mtumwa au mfanyakazi ambaye mwaminifu siku zote hawezi kupewa mshahara. Hawezi kupewa mshahara. Matokeo yake tunasema amejichelewesha mwenyewe, amejisubirisha mwenyewe, hana mshahara. Kazi hafanya. Utamlipa mtu ambaye hajafanya kazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Utamlipa mtu ambaye hajafanya kazi? Na ni mtu mwenyewe uelewa, ni mikono timamu na miguu timamu na akili timamu, chochote kile anaweza kufanya, lakini hata ndipo tunaona Yesu anasema huyo mtumwa ni mtumwa mwovu, tena mbaya, hafai. Bwana Mungu, tumeachiliwa. Tuko pamoja? Yeye mnaona aliyeajiriwa ni mchungaji. Lakini mimi niseme mchungaji sina deni na Mungu. Ajira yangu naifanya. Je, wewe ajira yako naifanya? Kila ambacho Mungu amekupa unakifanya? Hata kama unaambiwa tu wewe unakusafisha kanisani, utakuwa kata nyasi zinazozunguka kanisa, hiyo ni ajira umepewa. Lakini watu tunadharau kazi, tunadharau ajira. Hatujui tunaajiriwa kwenye ofisi ya Mungu. Ukiwa umeajiriwa kwenye ofisi ya Mungu, wapendwa, na wewe ni miongoni mwa watu walioajiriwa, haijalishi umeajiriwa kwenye ofisi ya watu wakubwa, wasomi, kiasi gani, lakini na wewe unashare pamoja na wale kwenye halmashauri. Kuna watu wanafanya usafi. Tuko pamoja? Kuna watu wanafanya usafi. Halmashauri kazi yao ni kufanya nini? Usafi. Kazi yao ni hiyo. Kwa hiyo yeye anasema katika halmashauri yetu ana sehemu. Na ukiingia kwenye ofisi ya halmashauri unatambuliwa kama mtumishi wa halmashauri. Kwa sababu huyo mkurugenzi ile ndio ofisi imefadhiliwa. Tuko pamoja? Huyo sijui daktari ile aingie kwenye huduma tumefanya usafi. Kwa hiyo kuna huduma ambazo tunasema ni za mafaidiano. Hizi huduma za mafaidiano haziangalii umesoma hujasoma. Lakini lengo kubwa ni kutenda kazi ili kaika kama mazingira mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima mimi na wewe tujue sisi ni wafanyakazi tumeajiriwa na Mungu. Na kazi lazima tuifanye kwa uaminifu, kazi tuifanye kwa uadilifu, kazi tuifanye kwa hofu.
amehakikishiwa kwamba anaweza kaja mtasiojua kuweza kuangalia na kutupa faida kwa yale tunayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Mungu lazima waangalie, tunapokutana hapa malengo sio kupata hasara. Na kama yupo anayokuja kanisani ili apate hasara, sasa sijui mpe pole, sio alishajipa pole mwenyewe, kwa sababu naamini hayupo. Tuko pamoja? Hayupo anayokuja kanisani ili apate hasara. Kila mmoja anakuja kanisani apate faida. Faida moja wapo ni kuangalia ile talanta ulizopewa. Ile talanta uliyopewa hata kama ni moja, unaizalisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kwenye ibada tunakosa yaani wa kuimba sifa. Sasa sifa na wenyewe na utaratibu wao wewe. Mpaka na wenyewe ndio soloist. Lakini tunakosa. Ina maana hizo vitu watu hawana uwezo huo. Sote tunawaachia wale. Sisi tunashare lipi na Mungu? Kwa lazima kila mmoja ajue, atambue nimepewa talanta. Hata kama ni moja nizalishe ili Bwana wangu akija apate faida. Asipopata faida akakuta ile nionayo ni mbovu, nimeificha, ananinyang'anya hiyo na kumpa mwenye ndani vingine. Na halafu sio haishi hapo. Anasema mkamateni mtumwa muovu huyo, mumutupe huko nje. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watu wameshatupa nje japo wao kanisani. Tuko pamoja? Wapo watu wameshatupa nje japo kwa wao makanisani. Ni kwa sababu gani? Ulikuwa na huduma mbalimbali, leo hii huna hata moja. Hapo ujue kwamba uko nje. Kwa sababu gani? Lazima utafute kwa nini niko nje. Kwa nini siko vile? Kwa nini siko? Kwa sababu siku zote fanya kazi, fanya biashara, ufugaji, anategemea leo nilikuwa na mbuzi moja, kesho ndio na mbuzi mbili. Sawa? Lakini ukiona hata ile moja haipo, umeshafeli tayari. Ile lengo lako limefeli. Lakini lengo la kila moja ni kuongeza kitu baada ya kingine. Unaongeza kitu baada ya kingine. Ndivyo tunataka kuishi. Lakini wengine tunasahau hayo. Niangalie mama, ulipewa talanta gani? Na ulipewa talanta ngapi? Na ni ngapi unazizalisha? Ni ngapi umezizika? Niangalie baba, ulipewa talanta ngapi? Ni ngapi unazizalisha? Ni ngapi umezizika? Ukisha kujua hayo, ujue Bwana wako aliyokuwa amekupa hizo talanta anakuja. Na lengo kubwa ni atakuita wewe mfanye mahesabu. Haleluya. Atakuita wewe mfanye mahesabu. Aone ni kitu gani ulichofaidika baada ya kuwa amekupa hicho. Na aone ni hasara ipi umeipata, na ile hasara ni ya kwako. Tuko pamoja? Ile hasara ni ya kwako. Ni sawa na mtu anaenda kukopa pesa benki. Ukipata hasara ni ya kwako. Tuko pamoja? Ni ya kwako wala sio ya benki. Kwa hiyo ukipata hasara ya kushindwa kuzalisha talanta hizi ni ya kwako. Mungu yanabaki kwa mwaminifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Niombe uyatafakari. Niombe ujiulize sana. Kwa nini Mungu amewaacha wale akakuleta wewe? Kwa nini Mungu aliwaacha wenye maarifa, wasomi, maprofesa, madaktari, wenye elimu ya juu akakuita wewe wa kawaida sawa na mimi? Alikuwa na kusudi. Sasa angalia talanta ulizopewa. Je, zinazaa au hazizai? Na kama zinazaa vitu ambavyo haviwekoi, unahitaji kubadilika. Kuna watu Mungu amewapa vima vizuri vya kuongea, naweza kuongea tangu asubuhi mpaka jioni, lakini kwa bahati mbaya anaongea umbea tu. Hiyo si bahati mbaya. Hiyo ni bahati mbaya. Mungu amekupa uelewa wa kuongea, unaweza wakesho na ongea, lakini unaongea umbea. Ni hasara. Haya maneno unayoongea yanawezekana kwa siku kama umekuwa unashika mic hata mitaani, barabarani, unawahubiria watu waache dhambi. Yawezekana wewe unaokoka wewe. Lakini kwa sababu wewe target yako ni umbea, basi hiyo talanta ni mbaya. Hiyo talanta wala hujapewa na Mungu, hiyo talanta umepewa na shetani. Na kama umepewa hiyo talanta na shetani, una hasara. Hiyo talanta sio ya Mungu.